ni baba yangu, wewe ni baba, wewe ni baba, oh wewe ni Mungu unaponya, wewe ni baba yangu, wewe ni baba, wewe ni baba, oh wewe ni Mungu unaweza, wewe ni baba yangu, wewe ni baba, wewe ni baba yangu, oh wewe ni Mungu wainua, wewe ni baba yangu, wewe ni baba, wewe ni baba yangu, oh wewe ni Mungu wafungua, wewe ni baba yangu, wewe ni baba, wewe ni baba yangu. Amen. Baba wetu ishie milele na kutukuza, ni kwa sababu ya wakati huu na mchana wa leo, asubuhi ya leo na usiku wa leo. Na kuna mfalme wa wafalme, muumba mbingu na dunia, ni kwa ajili ya kila mmoja mfalme ananipata katika nchi ya Kenya na hata wote walio kwenye nje ya Kenya. Mfalme, naomba kuwabariki, ukanene na mioyo yao, kwanitumie kama chombo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bwana, wewe ndio Mungu umeinuliwa, tukuzwe na hapo imidiwe milele. Na bariki neno lako tunaposhiriki, Bwana, likaweze kuwa la baraka kwa ajili ya kila mmoja walioko na watakaye kuja kulipata neno lako. Leo wote kwenye mtandao yote ya kijamii mfalme, na hata wote kwenye station mfalme, wote mikononi mwako. Lako litukuzwe na lihimidiwe milele. Kwa jina la Yesu Kristo mfalme tunaomba na hata na kuamini. Amen. Sema amina mahali popote ulipo. Unanipata kwa nyumba yako, unanipata kwenye gari yako, unanipata ukiwa kazini, na wengine mnanipata mkiwa kwenye shughuli zenu za kawaida. Mungu wa mbinguni awabariki. Jina langu ni Apostle Daniel HM. Nasimamia kanisa la Maximum Healing Outreach Ministry, na Bwana amenibariki pamoja na jamii yangu. Niko hapa siku ya leo ni kwa ajili ya nipate kunena na moyo wako, na ninajua ya kwamba Mungu wa mbinguni ataenda kukubariki. Katika mwezi huu wa 5 ni the number of grace, ama ni namba ya neema, ambapo tunahitaji tuombe Mungu atupe hiyo neema. Sababu pale mwanzo wa mwaka nilikwambia mwezi wa 5 kutakuwa na magonjwa mbalimbali na hata mengine yatakayeleta vifo. Kwa hivyo uombe ukatae kwa ajili ya magonjwa kwa watoto wako, kwa mume wako, kwa mke wako, kwa majirani zako, kwa familia yako, na yeyote yule ambao unayemfahamu na usiyemfahamu. Basi omba ukikataa magonjwa, maana magonjwa yatakuwa katika mwezi wa 5. Na wale ambao mnafuatilia ibada zetu, mnaelewa yale ambao ninazungumza na yale ambao Mungu ametimiza. Kabla sijaingia kwa neno, maana ninataka nikusaidie kulingana vile Mungu amenituma. Kuna wakati nilisema hapa kwamba nimeona taifa la Kenya likisambuliwa na Al-Shabaab. Unajua si wengi wananipokea, na hata sitaki kupokelewa na watu wote, maana mimi sisimami election 2027. Lakini yale Mungu amenipatia huwa ninafikisha tu kulingana vile amenielekesha. Atakayesikia na asikie, na atakayepuuza na apuuze. Basi unakumbuka kile kimefanyika Lamu. Lakini langu mimi ningependa nikwambie tu kwamba kama Mungu amenena, si utii tu vile Mungu anasema tu. Wacha kuniangalia vile nilivyo, maana huku niliitwa na Baba wa mbinguni. Wewe sikia kila amenituma, basi nikuletee. Amen. Neema ya Mungu na itoshe.
kwa ajili ya wewe ambao naye niamini kama mtumishi wake. Leo nataka kuzungumza kuhusu dalili za mtu amefungwa kwa madhabahu ya kiuchawi. Wakati nilikuwa naandaa neno hili, Mungu alikuwa ameniambia kuna watu wangu wamefungwa. Na watu wamefungwa, wengine hawafahamu wamefungwa. Basi nenda ukawanene na ukawafungue. Ndiposa nimekuja nikunenee wewe ambao utakayenipokea na nikufungue. Haijalishi distance uliko, because distance is not a barrier in the spirit of the realm. So long as you believe. Nimeombea watu hata Amerika wametendewa, nimeombea Saudi Arabia, all over the world, na wametendewa tu. Kienda kwa YouTube Maximum Grace TV, unaweza ukapata testimony hapo, unaweza ukapata deliverance hapo zote yale ambao niliweza kufikia wakati ambapo tuliingia kwenye mtandao na kwenye neema ya Mungu kwa chini ya television, tukapata kuwa sasa tunaweza tukawafikia wale ambao hawako karibu nasi. Kwa hivyo unaweza ukaenda hapo kwa YouTube, unaweza ukafuatilia ibada hizo. Kwa hivyo nataka nifungue mtu ambaye amefungwa kwenye madhabahu ya kiuchawi. Wakati mwingine mtu akifungwa ajui kama amefungwa. Nimeifungwa gerezani in Australia. Na pale gerezani in Australia nilipokuwa nimefungwa, haujui kama umefungwa. Why? Mbingu haufangi ukiwa kwenye gereza, kwenye mikono yako ama kwa miguu. Ufungu ukiwa gerezani. Lakini milango imefungwa, huwezi toka nje ya lango. Hapo ndipo kinakuonyesha kwamba hapa nimefungwa. Jambo lingine ambao unaona pale kwa gereza ni kwamba haukuli masaa unataka, unakula masaa wanataka wao. Haukuli kile unachokitaka, unakula kile wanachotaka wao. Hiyo ndio tofauti ya mtu ambaye amefungwa na asiyefungwa. So in the spiritual realm pia, mtu ambaye amefungwa ajui kama amefungwa, bali hizo dalili na kuonyesha leo, basi sitakufanya ufahamu ya kwamba umefungwa ama hujafungwa. Na unisikie vizuri, sijasema kila mmoja amefungwa, baadhi ya watu wamefungwa. Mimi ni mmoja ambao nilikuwa nimefungwa. Wazazi wangu walikuwa wamefungwa. Nakumbuka mama yangu akiwa na ujauzito wa sister yangu ambaye ananifuata wa pili. Hapo ndio mimi nilifunguka macho, nikachua uchawi ni nini. Nilikuwa nasikianga tu ati kuna uchawi. Nakumbuka mtu mmoja alikuja mchana saa 8 nyuma ya nyumba yetu. Akawa anachimba vitu hapa, akaweka machupa hapo. Hatukuwa tunaelewa, sisi tulikuwa watoto. Lakini mama alikaa na ujauzito miaka 2. Sijui kama umeiona kitu kama hiyo. Unajua wewe unapuuza kwa sababu itakufikia, lakini siku ile itakufikia basi utaamini kile ninachokuambia. Ilikuwa napuuza kama wewe. Mama alipepa ujauzito miaka 2. Mpaka siku moja akakuja kwenda mahali moja, kwenda huko upande wa Kericho. Hapo ndipo alikuja kuombewa. Na hapo ndipo alijifungua mtoto. Na huyo mtoto alikuwa na manyoya kila mahali. Sikuambia habari ya mtu, na kuambia habari ya mzazi wangu. Napendanga huyo sister yangu sana kwa sababu nakumbuka kula ambapo labda hata hatungekuwa na yeye. Amen. So ninapozungumza mambo haya, nisikize tu. Najua umehubiriwa na pastor wengi. Najua umetapiriwa na wengi. Lakini mimi sijakutabiria na mimi sijakuhudumia. Si unisikize basi. Katika kitabu cha Numbers chapter number 23 and verse number 1, maandiko yanasema hivi: Balaam akamwambia Barak, nichengee madhabahu 7 hapa, kisha uniletee fahali 7 na kondoo ndume 7. Barak akafanya kama Balaam alivyosema. Basi
Wakatolea juu ya kila madhabahu kafara fahali mmoja na kondoo ndume mmoja. Alafu Balaam akamwambia Balaki, baki hapa karibu na sadaka yako ya kuteketezwa, nami niende, labda Mwenyezi Mungu atakutana nami. Chochote atakachonionyesha nitakuja kukuambia. Basi Balaam akaenda zake peke yake juu ya kilele cha mlima. Bwana asifiwe. So Balaam na Balaki alikuwa ni mfalme na Balaam alikuwa ni evil prophet. So this evil prophet alikuwa anajulikana. Na Biblia inasema kwamba Balaam akawa alipoitwa na Balaki, maana Balaki alitumana watu waende waite Balaam kwa ajili ya kwamba wana wa Israeli wanaongezeka. So akaenda kwamba ili akuja akawalaani angalau aweze kuwashinda, kwa sababu walikuwa na nguvu kuliko yeye, mpaka akaona kwamba watamhamisha kwenye nchi yake. Amen. Ni kama wakati wa Gen Z walikuwa very tough, mpaka Ruta akaona hapa kumeharibika hapa, ikabidi atumie JSU. So naye Balaam na Balaki basi wanaungana kwa ajili ya kupiga Israeli. Maana Balaam alikuwa kirani amerani. Lakini kuna siri moja ambaye Balaam alikuwa anafahamu. Alikuwa anajua the power in the altar. So anapokutana na Balaki anamwambia, sikia, nijengee madhabahu 7. Na kila madhabahu iwe na ndume na iwe na kondoo. Na wote wawe wanaume. So kuna ng'ombe na kuna kondoo. So this is the evil altar ambaye ni ya kiuchawi hao watu walikuwa nainua. Lakini hao wana wa Israeli pia ambaye wametoka kwenye kisasi cha Abraham, unakuta kwamba na wao Abraham alikuwa ameinua madhabahu. Lakini shida yako wewe, utainuliwa na mama yako madhabahu, utainuliwa na baba yako madhabahu, na uko hapo na kiburi mingi tu. Unasema hiyo, mimi siamini hiyo, wewe usiamini na sijakwambia uamini. Wachana naye. Kuna mwenye nimetumwa kwake. Huyu ni Balaki na Balaam wanainua madhabahu, wana wa Israeli hawajui. Na nafikiria hata wana wa Israeli wangeambiwa kwamba Balaam ameinua madhabahu kuwamaliza, wangepuuza tu kama wewe. Lakini ukweli ilikuwa madhabahu ilikuwa inainuliwa. Bali Balaam alikuwa alipoinua hayo madhabahu, Malika sema aje, akaambia Balaki, baki kwenye sadaka yako. Kwa hivyo alikuwa baki karibu na madhabahu yake, mahali ameweka sadaka. Wewe leo umeenda ibada, si ndio? Swali ni je, hapo kwenye madhabahu yako kuna dhabihu umetoa ya kutetea watoto wako? Kuna dhabihu umetoa ya kutetea ndoa yako? Kuna dhabihu umetoa ya kutetea huduma yako? Kuna dhabihu ambayo umetoa ya kutetea kazi yako? Haujafanya hayo. Wewe umeenda tu ukatoa sadaka ya kawaida. Haujui sadaka inalindanga watu nyuma, lakini kuna dhabihu ambaye inalinda watu mpaka ndani ya maisha yao. Na labda hata sadaka yako umetoa Mungu ameikataa. Maana si sote sadaka Mungu ukubali, sadaka zingine Mungu ukataa. Na kama hujui hiyo, basi soma Biblia utajua mahali kwingine Mungu ukataanga sadaka. Na kuna watu hata wakitoa bilioni 1 Mungu ukataa. Haleluya. So Balaki anabaki kwenye sadaka yake, Balaam anaenda kwenye mlima. Anamwambia, wacha niende nisikie vile Mungu atakavyoniambia, alafu nitarudi kisha nitakujulisha. Wewe hata una nabii anakujulisha mambo yako. Amen. So haujui wendako na utokako. Sasa siwaye nimekuja nikuonyeshe dalili ya mtu ambaye amefungwa. Ujiite kama mkutano uangalie kama wewe ni mmoja ambao umefungwa, na kama hujafungwa good luck. Kama wewe umefungwa, fanya bidii ufunguliwe. So jambo ambalo nataka ufahamu ya kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya kiuchawi,
ama dalili ambazo nafaa ufahamu kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya kiuchawi, ama watoto wako ama jamii yako, basi ndio hizi. Jambo la kwanza, unaanzisha mambo hayafanikiwi. Naweza kuwa ni miradi. For example, unaanza kujenga nyumba. Na unapoanza kujenga nyumba, hii nyumba ikamiliki. Kama ni ya mawe nafika kwa silabu pale unakoroga, inakuanga fundi. So ninajua hiyo maneno. Ukisaa koroga hapo silabu inakwama hapo. Inakaa au hauendi kujenga tena. Na wengine wanaweza wakakuruhusu ujenge mpaka kwa lento. Ukisaa koroga lento, story zote zinakatikia hapo. Haitofutwe kazi, ama biashara yako ishe. Kama wewe ni mwanabiashara, ama hata mkosana na ndoa yako ifunjike kabisa, ikuvunje moyo usijenge. Unaka kitu katatokea tu hivi, hiyo mradi itasimama. Mwingine unakuta kwamba unaanzisha, labda hata unataka kununua shamba ama ploti yako. Unapanga, unaweka pesa, ukikaribia kwenda kununua, unakuta jambo linatokea tu, unaachana nayo. So unaanzisha jambo, lakini lile ambao lianzisha alifanikiwi. Ni dalili moja kwamba umefungwa. Unaanzisha uchumba, na hilo ukianzisha tu uchumba, huyu sasa ndio nimepanga nitaoa, sijui nini nitaolewa. Zaire mumekaribia harusi, kila kitu inaharibika. Nimeiombea mama mmoja ambaye alipanga kuolewa na pastor, na wakapanga kila kitu, pastor akaenda kwao, wakafanya hiyo mambo yote ambao yanafanywa kwenye mipangilio ya harusi. Harusi kuna vitu unafuata kama kwenda medical, kuna wakati wa kwenda usauli, kuna vitu mingi ambao zinapitia process ya wedding. Wacha hii ya kuipanda Kithurai 45 na kwenda Huruma, hiyo hata ina process. Amen. Sasa huyu mama walipopanga wanaoana wakiwa vijana tu, basi yule mwanadada alienda kwa bafu kuoga. Siku ya harusi imekaribia, kwa mbaki I think 1 week, na hapo akaanguka kwa bafu. Ile tu mtu anateresa ati sasa maji yamemwaga, sasa ameteresa, akateresa hapo, akaanguka, kupelekwa hospitali. Ajisikii. Mwisho wake yule mume wake aliyekuwa muoe alikufa. Alikufa. Mpaka hivi leo tunazungumza na wewe, alipokuja akakombolewa ndiye alipata ndoa nyingine. So ni nini kilichofanyika? Anapanga mambo, lakini wachawi wanaingilia kati. So dalili ya kuonyesha kwamba umefungwa kwenye uchawi, unaanzisha jambo na hilo jambo alifanikiwi, ama umalizi. Naweza ukaanza hata biashara, na hiyo biashara ikafika mahali ikakwama. Unanielewa? Unaanzisha shule, na hiyo shule inafika mahali inaisha. Unaanzisha huduma, inafika mahali inaisha. Umefungwa kiuchawi, kama kwenye madhabahu ya uchawi. Let me tell you people of God, watu wanaitwa wachawi. This really si story, wako na wako na nguvu sana. Usipofanya bidii kwa Mungu wako, watakuondoa chini ya jua. They control people. Amen. Nimekuambia wakati ambapo itakufikia ndio utaamini kile ninachokuambia. Nikaita kijana mmoja na msichana nikawaambia, nyinyi vile naona hakuna ndoa hii hapa, hakuna ndoa. Sababu pastor na anatuambia nini, hata yeye ameoa, kwani yeye anashinda akitufuatilia. Nikaachana na wao. Vile kulienda kwao, kijana ndiye alinitafuta. Kwa sababu uchawi iko kwenye kazi, ama inafanya kazi basi. Jiulize kwa nini ambapo ulipoingia kwa ndoa kulikuwa kuzuri, na saa hizi sasa unakuanga kama hata atakangi kukuona. What happened? Baada kuliambia yule mwanaume aligeuka akakuwa ng'ombe.
Si alikuwa bado ni mume tu. Lakini kwa nini baada amegeuka amekuwa kama mnyama? Basi kuna mambo ambayo imefanyika kwake. Na ndio maana umeanzisha hiyo ndoa lakini haimaliziki. Wasiza jambo sio kitu, kumaliza inamaliza aje? Nimeanzisha madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Na mama mmoja akakuja kanisani akiwa akajifanya mshirika. Alipojua kwamba nimemgundua yale ambayo anafanya, maana alikuwa ananiendea kwa mganga. Yaani yeye ni mshirika lakini ananiendea mpaka kwa mganga. Ni nini anataka kuniua? Na sina deni yake, ni mshirika na anakuja anatoa kanisani sadaka. Siku moja alienda kwa huyo mganga akamwambia, "We, huyu pastor achana na yeye, huyu ataniua. Hata huyo pastor achana na yeye kabisa huyo." Akasema, "Wacha niende kwa hiyo kanisa nichungulie nione, maana huyo mtu siwezi fika karibu na yeye." Akakuja akafika nje na akakimbia, maana hapo angekaribia. Sasa hivi karibuni nilipita hapo Machengo nione kama hako, maana ndiye alikuwa anaendewa hapo. Sikuona huyo mganga hapo, mahali nilikuwa najua alikuwa. Sijui kama hakuwahi ama alikufa. Hiyo sijui kwenda hapo. Badala na nikakwambia kwamba kuna dalili ambazo mtu mwenye amefungwa kwenye uchawi kama kwenye madhabahu ya kiuchawi. Jambo lingine ambalo unafaa ufahamu ya kwamba umefungwa kwenye uchawi ni kufanya kazi kwa bidii lakini matokeo ni machache. Unaweza kuwa unafanya kazi kubwa lakini faida ni kidogo. Unaweza hata ukalima shamba, ukapanda mahindi, marawe na nini zote hizo za kupandwa, na mwishowe matokeo ya kufuna ukafuna hasara. Yuko umeiona watu kama hao? Kama wewe ni mmoja ninaongea na wewe. Mtu anaanzisha kazi ambayo ni biashara kubwa. Within a short period unakuta ile biashara imedidimia na ameifunga. Nimewahi ombea mwanaume mmoja ambaye alikuwa amefungua duka ya kwanza, kaenda mpaka duka ya 3. Alipokuwa anaenda kufungua duka ya 4, basi ile duka zote ziliisha. Akapata sasa hata anadaiwa madeni. Na deni zaidi ya milioni 1. Nini kilichofanyika? Ni kwamba watu wamemwendea madhabahu ya uchawi, wamemfungwa huko, na yeye mwenyewe sasa amekuwa sasa hataki hata kwenda kwa Mungu. Atoi sadaka kwa Mungu, haendi kwa Mungu. Amefika. Amen. Nafikiria amefika kama wewe. Lakini mwisho wake alibaki akiwa maskini. Sasa alipokuja kanisani, Mungu akaniambia huyu wakati alipata mali hakukuwa ananitolea fungu la 10. Na kuachilia hiyo, sasa kuna mama alikuja akachukua change kazini kwake, na hiyo change akaenda akaipeleka Kilifi kwa mganga, na hapo ndipo kazi yake imefungiwa. Bwana sifiwe. Alifanyika maskini kwa njia gani? Kwenye madhabahu ya uchawi. So dalili ya kuonyesha kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya kiuchawi ni kufanya kazi kwa bidii, matokeo ni machache. Unapenda kwa bidii, matokeo ni machache. Maombi kwa bidii, matokeo ni machache. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya kiuchawi. Dalili nyingine ambao ya kuonyesha kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya uchawi ni kuota ndoto mbaya. For example, unaota ukikimbishwa na wanyama kama ng'ombe, mbuzi, nguruwe, unakimbia, unaona kama unakimbishwa na mbwa, unakimbishwa na aina yote ya mnyama. Na unakimbia, unaona kabisa unakimbia, mwisho wake unaona kama unaingia kwa msituni. Mwingine unakuta unastuka kama bado unakimbia. Ishara ya kwamba umefungwa kwenye madhabahu
ya kiuchawi. Bwana asifiwe. Basi wewe unaona kwamba unakimbishwa na wanyama. Amen. Dalili nyingine ya kuonyesha kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya uchawi ni kukuwa na magonjwa kila mara. Sasa zingine unaenda hospitali, unapimwa, magonjwa haionekani. Sasa zingine unaenda hospitali, unapimwa, magonjwa yanaonekana. Yaani yanaenda yakibadilishana na ni magonjwa ambayo hayaponi. Tunasema kwamba ni magonjwa ambayo yasiyokwisha ama yasiyofika mwisho. Leo umegonjeka homa, kesho uko na pressure, sijui kesho uko na kisukari, sijui kama ya majani inakuanga. Daktari ndio anaweza akatuambia hapo kama inakuanga ya pia ya kama inakuanga hiyo tunaitanga ya kimajani. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. So wakati ambapo unayafahamu mambo haya, inaweza ikakusaidia ni kwa ajili ya kuelewa dalili ambayo ninayozungumzia ili ikaweze kukusaidia. Amen. Ndikuwa nashughulikia wifi kidogo, samahani. Sasa ni lazima ukapata kufahamu ya kwamba hiyo dalili ambao unakuta kwamba inakufanya magonjwa kila mara. Ama unakuta kwamba watoto wako ndio wanagonjeka. Yaani unapata pesa, unakuta kwamba magonjwa yanatokea. Hata uelewi kila ambacho kinachofanyika. Basi nataka uelewe ya kwamba mtu wa Mungu, ya kwamba hapo ndipo unakuta kwamba watu wengi wanagonjeka magonjwa tu. Na hajaielewa kwamba kwa nini haya magonjwa yananisumbua. Mbona mimi tu ndio mgonjwa? Ama kwa nini mimi tu ndio watoto wangu wako wagonjwa? Basi unapoona magonjwa ya kila mara, basi ufahamu ya kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya kiuchawi. Haleluya. Unapoona tu kila mara uko na dalili ya magonjwa, basi ufahamu ya kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya kiuchawi. Dalili nyingine ambayo unafaa ufahamu ya kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya uchawi ni kukosa ndoa. Miaka yako imefika ya kuolewa, miaka yako imefika ya kuoa, lakini hauolewi wala upati wa kuoa. Basi ujue ya kwamba hapo kuna madhabahu ya kiuchawi yanao kusumbua. Kama unaolewa unaachwa, unaoa unaachwa. Kakitu tu kanatokea hivi tu. Kuna mtu mmoja ambaye nakumbuka ndoa yao ilifungika ni kwa ajili ya kupasi nguo. Mke wake alimpasia nguo asubuhi, basi ikachoma hiyo nguo. Ilikuwa wakati ile kulikuwa kuna pasi ya makaa ile. Sasa ikachoma hiyo nguo. Na hapo ndipo hiyo ndoa ilisha. Mpaka leo tunazungumza. Kwa sababu ya nini? Madhabahu ya uchawi ilitumika kuharibu ile ndoa. Haleluya. Sasa ni lazima uelewe ya kwamba unapoona kwamba wewe uolewi wala upate wa kuoa, basi elewa ya kwamba kuna madhabahu ya uchawi ambayo inayekupinga. Kama hapo umefungwa kwenye madhabahu ya uchawi. Jambo lingine ambalo inafaa uelewe ya kwamba kama umefungwa kwenye madhabahu ya uchawi ni wakati hapo unaona kwamba vifo za mapema, premature death. Nakuta watu wanakufa kwenu, labda mlisaliwa wengi, wanakufa tu ovyo ovyo. Yaani wanakufa kifo cha mapema. Kifo cha mapema, mtu akikufa na miaka 50 hiyo bado hajafika. Maana hata Mungu ametupatia 70 years. Hiyo ikwenda hapo ni bonus. Sasa kama mtu afiki 70 years amekufa, unasema Mungu alipeana na amechukua. Unajua watu wengi wanaimbanga hiyo. Mungu alipeana na akachukua. Kwani Mungu anapeananga na kitu na achukue? Kwani Mungu anakuanga mwizi aje? Mungu afanyangi kazi kama hiyo. Ati akupea tena achukue, hakuna kitu kama hiyo. Mungu anasema aje, mimi sikupendelea kifo, mlichagua nyinyi wenyewe.
Ukisoma Ezekiel inasema mimi sikupendelea kifo. Mimi sipendi kifo. So unapoona kwamba kifo cha mapema, mandugu zako mlizaliwa na wao wamekufa, madada zako ulizaliwa na wao wamekufa, wanakufa premature death. Wazazi wako wanakufa premature death, walikufa. Makazeni zako in your family. Unapoona watu wanakufa tu kifo tu ovyo ovyo, basi ufahamu ya kwamba kuna madhabahu ya uchawi inaowamaliza. Premature death. Mara wengine wamekufa kwa ajali. Mara wengine wamechinyonga. Mara wengine wamekunywa pombe wakakufa. So long as ni kifo cha mapema, haijalishi vile kimekuja. Hata kama ni kupepona maji ni kifo cha mapema, basi ufahamu ya kwamba there is a witchcraft ambao inafuatana na nyinyi. So premature death is sign of the out of ya uchawi. Amen. Jambo lingine ambalo unafaa ufahamu unapoona hiyo ujue kwamba kuna matokeo ya kutokana na madhabahu ya uchawi, kukosa mwelekeo kimaisha. Unakuta maisha yako ina mwelekeo, sijui nitaweka aje hii. Maisha ya kukosa mwelekeo, for example, yaani unakuta gari sinafaa iende mbele, lakini unakuta inaendanga na reverse. Sasa maisha yako inaenda hivyo na reverse. Yaani badala iende hivi inarudi hivi. Yaani maisha yako yanaenda bila mwelekeo. Ndoa yako ina mwelekeo. Yaani haiendi kwa njia inayopaswa kwenda. Umenielewa? Watoto wako hawaendi kwa njia inayopaswa kwenda. Kazi yako, yaani unakuta maishani hakuna mwelekeo. Hilo nafikiria utaelewa. Kitu Kenya hakina mwelekeo kinakaanga aje. Sijui kama umesikia, mimi hata nakaanga hivi tu. Hata sinanga mwelekeo kwenye maisha, sina mbele wala nyuma. Na ukweli huna mbele wala nyuma. Yaani maisha yako yako hapo, hayasongi wala hayaendi, yako tu vile yalivyo. But there is witchcraft outer. Kuna madhabahu ya uchawi ambaye inakupinga, ambaye inakusuiria. Na ndio maana inafanya hii maisha yako haina mwelekeo. Maisha yako unajaribu kuangalia maisha ya ndoa haina mwelekeo. Wamama ndio wanaelewa haya mambo. Nasema mimi hata kwa ndoa yangu mimi sionangi ikiwa mwelekeo. Unajua wanaume saa zingine sisi hatushikanishi. Hivi tunaonanga tupora kumekuwa usiku. Hivyo kila mama anaweza kukuambia hii maisha mimi sioni kama iko na mwelekeo. Kuna ufahamu Mungu aliwapatia. Wanaelewa mambo haraka kutuliko. So maisha yakikosa mwelekeo, basi ufahamu ya kwamba ni madhabahu ya uchawi inapigana na nyinyi hawa na wewe. Na unajaribu kupanga kila kitu at least utokee, kuta kabisa mwelekeo umekosa. Basi ufahamu ya kwamba hapo kuna madhabahu ya uchawi inakupinga. Jambo lingine ambalo unafaa uelewe, unapokosa watoto, yaani kwa njia nyingine kuna utasa. Kama unapata mimba, sinatoka. Baada ya miezi kadhaa ama miezi miwili, miezi mitatu inatoka. Unakuta kuna kama ni kutoka unakuta iko na miezi yake. Yaani ikiwa na 3 inatokea hapo, ama ikiwa 2 inatokea hapo, ama ikiwa 5 inatokea hapo. Yaani iko na mwezi wake inatoka. Basi hiyo ni madhabahu ya uchawi. Najua kazi ya daktari ni yake na kuna daktari wa kiroho. So mimi naongea haya mambo ya kiroho. Amen. Au unakuta kwamba kabisa unajua Mungu hakutuumba kuwa tasa. Mungu hakuumba hata mtu mmoja hivi tasa, hata mmoja hivi. Maana kama aliumba angeambia wale watu wake nendeni mkasae mchaza dunia. Wangesaa aje na ni tasa. So Mungu hakuumba tasa. Hata kina Ana walikuwa tasa, Mungu aliwafanya wakawa fertile.
Lakini unapokuta kwamba ni utasa ambao au daktari mwenyewe haoni shida iko wapi, amepima kila mpaka mwisho ameanza kugesi. Unajua kuna wakati daktari anafikanga mpaka anafanya guessing wake angalau akutie moyo, kwambia hebu tujaribu hii dawa tuone kama itafanya kazi. Mnajaribu hiyo haifanyi. Nakumbuka kuna mama mmoja ambao alikuja kanisani, alikuwa amefungwa, anaambiwa mishipa yake imefungana, so hawezi pata mtoto. Na akaenda akafanywa, alikuwa amefanywa operation 4 times ndiye apate mtoto, lakini baada hakuwa amepata mtoto. Sasa alipokuja kanisani nikamwambia, Mungu ananiambia wewe si tasa na utapata mtoto na ninakuombea leo. Nikaombea maji, nikamwambia kunywa hii maji. Najua nikikwambia hapa uchukue maji nikuombea utapuuza. Alipokunywa alienda akatapika. Mwezi ulipokwisha akajikuta mbona sijaenda huko nini? Tajasi hapo. Mwezi wa pili, mzee wake akamwambia, "Hebu tuende hiyo kanisa." "Kwani ulienda kanisa gani hiyo?" Mzee wake aliokoka siku ya Monday. Kwa sababu ya kila alichoona, wametafuta mtoto for 8 good years, lakini hawapati jibu. So haya ni madhabahu ya uchawi ilikuwa imemfunga ili asipate mtoto. Kuna mtu ambao unaweza kuwa unalipata hapo, umefungwa usipate mtoto ili ndoa ishe. That's why nataka ufahamu ya kwamba unapoona kwamba unakosa mtoto ama watoto, usichukulie kawaida. Mama mmoja alikuja kanisani na mzee wake. Kwanza mama alitoroka, mzee akakuja kanisani. Tulikuwa tunamuita Kiponge, maana alikuwa mzee mnono tumbo. Sasa tulikuwa tunamuita mzee Kiponge. Sasa alipokuja kanisani nikamwambia mke wake akarudi. Mke wake aliporudi kumbe walikuwa wamefungwa, amekaa kwenye ndoa miaka 12 apate mtoto. Sasa alipokuja kanisani huyo mama, nakumbuka alipoingia tu kanisani Mungu alimfungua kutabiri yeye mwenyewe maisha yake, akajitabiria mwenyewe. Akatabiri hapo, akatabiri mpaka mambo kanisani. Napenda hii vile Mungu anafanya kazi kwenye madhabahu. Sasa hapo ndipo madhabahu ya kwao kumbe ya uchawi ndio ilikuwa imemfunga hawezi pata mtoto. Madhabahu inaharibiwa na madhabahu. Nitakufundisha hapo wakati mwingine. Amen. So wakati unapoona hizo dalili ya kukosa mtoto, unapata mimba zinatoka, basi fahamu kuna madhabahu ya kiuchawi inayokupinga. Jambo lingine ambalo unafaa uelewe ya kwamba uko na madeni kila wakati. Unakopa Equity, unalipa Faulu Bank, unakopa Faulu Bank, sijui unalipa Cooperative, sijui unalipa kuna ile nyingine inaitwa Tara. Yaani uko na madeni aishi. Unapoona dalili kama hizo za madeni, kila mara ni madeni, yaani hakuna siku wewe umeikuwa free kwenye madeni, basi ufahamu ya kwamba kuna madhabahu ya kiuchawi inayokupinga. Ndio maana kila wakati uko na madeni, wamekutupia tu hiyo roho ya madeni. Maana kila kitu ni roho. Wachawi wanafanyanga vitu rohoni, hawafanyangi vitu mwili. Wanafanya rohoni mambo ya kwao. Na Mungu naye anafanya vitu kiroho. Mungu hafanyangi vitu kimwili. Umeiona Mungu hataikuja kwako akwambie nimekaa hapa, kuja tukule chakula. Umeiona? Hakuna. Mungu anafanyanga vitu rohoni. Sasa naye waganga maana wameishi na Mungu, wanaelewa. Shetani alikuwa huko, ni kama alikuwa ndio prime minister ya huko. Alikuwa anakaa na Mungu huko. Sasa anaelewa hayo mambo vizuri. Sasa kila Mungu anafanya na yeye anakifanyanga, anakigeuza hivi. Mungu anafanya kwenda mbele, shetani anafanya kwenda nyuma. So shetani anajaribu kujifananisha kabisa na Mungu na vitu zake. Na ndio maana leo hii huwezi jua pastor wa ukweli na pastor asiye wa ukweli. Huwezi jua, wanafanana wote. Lakini kiroho ndio vitu ziko tofauti.
Kuna wale sasa wako na roho hiyo ya Mungu na kuna wale wako na roho hiyo ya shetani. Sasa huwezi wajua because they operate in the spiritual. Hallelujah. So unapoona hiyo dalili ya madeni inakuandama tu, madeni inakuandama. Kwa shule uko na madeni, kwa nyumba uko na madeni, kwa biashara uko na madeni, yani all over unadaiwa madeni. Na hiyo madeni ichawahi ishi. Wakati unaenda kusema unataka kumalizia, ingine na ingilianga juu. Mpaka auctioneer imekuja, imekunyang'anya mpaka gari yako. Auctioneer imekuja mpaka imeokota everything from your house. Umebaki nyumba haina kitu. Na wakati nilikuwa nasumbuliwa na hiyo madeni. Mpaka kwa duka. Yaani mimi hata kukula nilikuwa nakulanga kwa duka, madeni. Mpaka siku moja nikakaa hivi nikajiuliza, kwani hii maisha inakuanga aje? Mbona mimi ninakaa hii maisha? Hapo ndio nilitafuta mchungaji mmoja. Nikaenda nikamwambia, mchungaji, mimi hii mambo sioni. Sielewi vile inakwendanga." Huyo ndiye sasa akanifuatilia katika ulimwengu wa kiroho. Akaona maisha ninaishi kweli si yangu. Na wewe uko hapo, uishi maisha yako. Umechaa na madeni kila mahali. Mpaka umebadilisha njia. Kama mimi vile nilikuwa nimebadilisha. Kuna mahali nilikuwa ninadaiwa mpaka nikachua njia ya shortcut yenye singejua. Maana huyo mtu alikuwa anakaa barabarani. Hapo ndiye alikuwa kazi duka yake. Sasa mpaka siku moja nikasema sasa nikipita huko, kesho jana nilimwambia nitamlipa kesho. Na sasa sina nitajua sasa nitasema aje. Sasa nikasema hebu nipitie hii kanjia nione kama akatanitokesha ile pande ile nyingine. Ni hiyo siku ndio nilichua shortcut. Maana nilifuata mtu. Nikasema namfuata akiingia kwake nirudi. Nikakuta kwamba anaenda anatokea barabarani. Nikaanza kupita hiyo njia. Wala wako na madeni wanajua kile ninazungumza. Unabadilisha mpaka njia. Sasa hiyo nimechukua chakula hapo. Sasa nimeshindwa kulipa maana hakuna kazi. Madeni ni kitu mbaya sana. Amen. Sasa unapoona unadaiwa madeni kila mara, mwaka baada ya mwaka, madeni yanakuandama, basi ni ishara kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya kiuchawi. Jambo lingine ambalo unafaa ufahamu ni kwamba unapata pesa lakini hasikusaidii. Kipata pesa ndio hizo zinaingia kwa madeni. Kipata pesa zinaingia kwa magonjwa. Kipata pesa hata unaipiwa kwa njia. Maisikia mtu anasema, "Mimi nilikuwa na pesa, lakini hizo pesa hata sijui zilienda aje." Sasa hiyo kumbe ameipiwa. Na mimi nasema, "Mimi nililipa pesa jana. Nikanunua hiki." Anapiga hesabu Kenya alinunua. "Nilinunua hii, nikanunua hiki." Anaanza kupiga hesabu vizuri upya. Kweli anakuta kweli pesa zilisha. Naelewi vile zimetumika. Yaani unapata pesa asikusaidii. Ishara ya kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya uchawi. Ama unapata pesa, sasa tu umelipwa mshahara hivi, unaambiwa mama yako ni mgonjwa. Sasa tu umepata pesa yako hivi, unaambiwa mtoto ni mgonjwa. Sasa tu umepata pesa yako hivi, unaambiwa fulani amekufa na inabidi uende hiyo matanga maana ni wa kwenu. Haleluya. So kwa ajili hiyo, unakuta kwamba sasa hiyo ni kuonyesha ya kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya uchawi. Na ndio maana wana monitor pesa zako. Sasa siwezi kusaidia. Au mwingine unakuta saa zingine unaweza kuta umepata tu pesa hivi. Hizo pesa unakula zikisha ndio unakuja kupata zingine. Usifikirie hapo ni Mungu. Mungu hafanyangi vitu kama hizo. Mungu anatakanga faida. Hiyo unapata pesa mpaka siku ile zinaisha ndio unapata zingine. Mtu wa Mungu umefungwa kwenye madhabahu ya kiuchawi. Amen. Jambo lingine ni kwamba unapata kazi inapotea. Yaani unafutwa ghafla. Unapata mchumba anakuacha ghafla. Yaani kwa ufupi niseme kwamba unapata lakini ukai nacho. Unaweza ukapata mchumba leo hamkai na yeye. Unapata hivi tu kazi unafutwa. Unapata tu biashara inaisha. Yale thing ambayo ukipata au chui vile kinapotea kwa mikono yako. Ishara kwamba
umefungwa kwenye madhabahu ya kiuchawi. Amen. Yaani kwa muda tu hiyo kitu unakuta tu imepotea. Kulikuwa na mzee mmoja alikuja kanisani. Alikuwa ni manager kwa hoteli fulani. Sasa ile akaletewa ndoto usiku akifutwa kazi. Na hapo alikuwa amefutwa wengine. So alikuwa yeye akifanya kazi kwa mwaka moja, hapo ndipo hiyo kazi inaishia. Anaanza nyingine. Sasa siku hiyo akaletewa ndoto. Kazi unaenda kesho unafutwa kazi. Na hiyo usiku mvua ikanyesha. Mvua ikanyesha sana kwa muda mrefu. Kumbe ile mvua ilinyesha ndani ya hiyo hoteli. Ilikuwa ni restaurant. Na maana yeye ndio manager, alipofika asubuhi aliulizwa, "Kwa nini huko jua mvua ilikuwa inanyesha? Imeharibu vitu." Alifutiwa kazi hapo. Kazi sasa kaanza kuuza makaa, kajaribu kila njia angalau maisha iweze kuendelea, ikashindikana. Sasa siku moja akakuwa na mzee mwingine alikuwa rafiki yake. Huyo mzee alikuwa wazimu, nilikuwa nimemwombea amepona. Sasa yeye akaenda akamwambia, mimi unajua nilienda kwa kanisa lingine na huyo mchungaji akaniombea, akanitapiria, Mungu akanisaidia, ndio naona leo niko na biashara yangu hapa." Huyo mzee akamwambia, "Hebu na mimi unipeleke huko haraka." Wakakuja. Alipokuja Mungu akaniambia huyu alifungwa akiwa mtoto na ndio maana hawezi fanikiwa maishani. Na amefungiwa kwenye madhabahu mahali fulani. Mungu akiniambia nitakwambia, na asiponiambia usiseme mimi Mungu achaniita, si lazima aongee. Amen. Mungu akinena ndakwambia. Na kama atanena baada atabaki kwa Mungu. Because ilika yangu aniongelesha kila wakati vile nataka. Nikamwambia Mungu ananiambia hivi na hivi na hivi. Iko hivi, akaniambia ni hivyo. Pastor nifanye nini? Unajua hapo sasa mnatakanga kusikia. Lakini wacha upate kidogo hivi, utakanga kusikia pastor sasa. Na kwangu umefika. Ngambia sasa wewe enda ulete dhabihu na uchitolee kwa madhabahu ya Mungu. Alifunguliwa hapo. 1 wiki baadaye aliitwa ile kazi alifutwa. So unapopata kazi, unapata pesa, unapata mchumba, yani unapata ndoa, unapata chochote ambacho unapata kwa maisha yako, akikai ni ishara kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya kiuchawi. Bwana asifiwe. Jambo lingine ambalo unafaa uelewe, kama dalili ya kuonyesha kwamba umefungwa kwenye madhabahu ya uchawi, unakuta unakataliwa tu. Kienda kazini unakataliwa. Kienda kwa ndoa unakataliwa. Kuenda kwa marafiki zako wamekukataa. Yaani kila mahali unaenda uko na kukataliwa. Unakuta tu watu wanakuinukia. Hata ukienda kwa ploti unakataliwa kwa hiyo ploti unaenda. Basi kuna madhabahu ya uchawi inayokusumbua. Jambo lingine ambalo unafaa uelewe ya kwamba ukiona hiyo dalili ujue kwamba kuna madhabahu ya uchawi inapigana na nyinyi ama na wewe, ni kwamba kwenu ampendani, ndugu wa kike na ndugu wa kiume hata wasalimiani, hata una namba ya dada yako ama ya ndugu yako ulivuta. Maana madhabahu ya uchawi itaki mkae pamoja. Baka simu ni mwerevu kuliko anakuuliza, "Are you sure you want to delete this number?" Yes or no, na wewe unasema yes. Maana madhabahu ya kiuchawi inakusaidia na kuambia delete this person from your phone. Amen. So unakuta kwenu ampendani, mnachukiana, ni dalili ya kwamba kuna madhabahu ya uchawi inawasumbua. Haleluya. Ama dalili nyingine ni kwamba unakuta kwamba watu ni walevi, yani ulevi usio wa kawaida. Unakuta mtu anasema mimi nimeacha pombe, kwa sababu leo sitakunywa tena. Asubuhi akiamka anaamka kwenda kwa pombe. Yaani unakuta anajaribu kuacha lakini anashindwa kuacha. Basi ni dalili ya kwamba kwenu kuna madhabahu ya uchawi ambayo inawasumbua. Inaweza kuwa si familia yenu, lakini kuna mchawi ameinua madhabahu mahali ambapo amewafunga kwenye ulevi. Bwana asifiwe. Hapo unakuta kuna mwingine unakuta kwamba familia hiyo, yani kuelewa kwamba kuna dalili hiyo ya kwamba hawa watu wamefungwa kwenye madhabahu ya uchawi. Basi unakuta ya kwamba mnajaribu kwamba mchenge lakini inashindikana kuchenga. Familia yenu tu. Hakuna mtu amechenga. Ishara kwamba kuna madhabahu ya uchawi inafanya kazi kwenye maisha yenu.
Haleluya. Sijui kama kuna mtu ambaye umenielewa kufikia hapo. Basi unahitaji uelewe ya kwamba haya mambo yanapotendeka, dalili na ishara hizi ni kwamba tumefungwa kwenye madhabahu ya uchawi. Mungu mwenyewe anasema aje? Siku ya mwisho dalili zitakuweko. Basi hizo dalili za kuonyesha mwisho wa dunia, basi the same kuna dalili za mtu ambaye amefungwa na kuna dalili za mtu ambaye hajafungwa. Sasa leo nilikuwa naongea habari ya mtu ambaye amefungwa kwenye madhabahu ya uchawi. Haleluya. Amen. So mtu wa Mungu, ninapoenda kumaliza ibada hii, nataka tu nikuombee na ukubali kufunguliwa kutokana kwenye madhabahu ya uchawi ambao uliyefungwa. Amen. Basi unaweza kuchukua hii namba unipigie 0746 10 61 63. Wale mko outside Kenya, tumia WhatsApp number +254 07 17 35 85 79. Kipiga hiyo namba ama utume ujumbe wako, nitakuwa mwenye ukujibu na kukuombea. Kama kuna dalili ambayo umeona moja wapo, kwa hizo nimetacha maana ni nyingi, singeweza kumaliza kwa sababu ya muda, bado studio wananiarifu pande ule wa pili kwamba time yangu imekwisha. Basi elewa ya kwamba utakombolewa. Nataka niombe na wewe, chukua maji yako hapo nyumbani, na yangu iko hapa. Na wewe ambao uko kwa hiyo dalili moja hapo, na unataka kuamini Mungu pamoja naye, basi najua ya kwamba utabarikiwa. Mkono mmoja wekelea kwenye kifua chako na hiyo nyingine shika hayo maji. Tuombe. Baba wetu ishie milele na kutukuza, ni kwa ajili ya utukufu na heshima zako Mfalme. Naomba ni kwa ajili ya huyu ambaye alinipata siku ya leo. Kwa ajili ya neno lako Mfalme, na bariki maji haya, si maji tena bali ni damu yako Mfalme. Aliyekuwa amefungwa na uchawi na muoa kwenye hiyo madhabahu, haya maji yakawe moto, yakafunje kila nira zote za uchawi na uganga katika jina la Yesu. Bwana tawala na kuonekana. Fungua huyu mama, fungua huyu mzee, fungua huyu mtoto, fungua huyu kijana kutoka kwa madhabahu ya uchawi waliofungwa na madhabahu haya. Baba, wakaletewa magonjwa, wakaletewa madeni, ulevi, watu wa kila aina, mikosi yote ya kila aina. Na funja hizo ngome katika jina la Yesu. Bwana tawala na kuonekana. Bariki walio Kenya na walio nje ya Kenya. Jina lako litukuzwe na jina lako limidiwe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sema amina. Kunywa hayo maji na neema ya Mungu itoshe, unaenda kukombolewa. Basi naomba nikuage kutoka hapa upande huu wa studio. Mungu wa mbinguni awabariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha ibada hizi, basi kutoka kwangu mimi sina la ziada, bali na waaga nikisema shalom, God bless you. Wote mliofanikisha ibada hizi, kwa ajili ya ule upande ule wa kamera kuwa clear, kwa ajili ya upande ule mwingine ambaye ni sauti iwe sawa, wote waliohusika kwa upande wowote ule kwa ajili ya kuwa hewani, Mungu wa mbinguni awabariki na awatende mambo makubwa. Amini Mungu siku zote, maisha yako hayatakuwa vile tena. Shalom, tukutane wakati mwingine, majaliwa yake Mwenyezi Mungu.